Good morning ladies and gentlemen, ilivyo desturi ya siku ya Jumapili, mie Mwalimu Mwangangi nachukua fursa hii kuwakaribisheni kwa moyo mkunjufu na mikono yote kifuani ili tupate kuandamana moja kwa moja kenye katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo. Leo hii ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa pili mwaka wa 2021. Mashabiki wapenzi, ningependa tafadhali kabla sianza chochote msubscribe, you view, then you share ili runinga hii yetu ya mafunzo ndio curriculum izidi kuendelea na kupaa juu angani. Bas, hayo kando, leo siku ya Jumapili nimewaandalia mambo kapuzima, ambapo ilivyo desturi ya mimi siku ya Jumapili kama ya leo ningependa kuwapatia matokeo ya EPL kule Uingereza, halikadhalika mechi zilizogaragazwa hiyo jana siku ya Jumamosi, na pia niwape zile mechi ambazo zinagaragazwa leo, ni akina nani watacheza kuanzia saa ngapi na kadhalika na kadhalika. Nikitoka hapo moja kwa moja nitaenda katika uchaguzi wa magazeti ama zile habari ambazo zinagonga vichwa, wazungu wanasema news making headlines in our country. Then from there nitaenda moja kwa moja tuangalie masuala ya bodi iliyopewa jukumu la kupiga msasa mtaala mpya wa elimu CBC, ni kuelezea ni yapi ambayo yamejiri baada ya yote kufanyika. Hatimaye baadaye ilivyo desturi ya Mwalimu Mwangangi, bila shaka sitowezi nikasahau swala nzima hili la COVID-19 ambalo bado linazua tumbo joto katika ulimwengu mzima kwa jumla. Hivyo basi nitawapatia jinsi hali ilivyo, jinsi ukweli ulivyo mpaka sasa katika maeneo mbalimbali hapa duniani. Karibuni sana. Kwanza na tuanze na kifute cha EPL kule Uingereza. Hiyo jana kuligaragazwa mechi nne, ambapo mechi ya kwanza ilikuwa baina ya Southampton na ile ya Chelsea, ambayo matokeo yakawa moja kwa moja. Bila shaka timu hizi zilienda sare ya moja kwa moja. Halikadhalika baadaye kukawa na kifute kingine, Burnley ikichapana ama ikichuana na West Brom, ambapo matokeo yakawa ni nunge kwa nunge. Na mechi kati ya Liverpool na Everton ambayo iligaragazwa majira ya usiku saa 2:30, kipindi hiki tulipokuwa na kirekodi ilikuwa bado sijapata matokeo sawia na ile ya Fulham na Sheffield. Kwa hivyo nikipata matokeo, bila shaka mimi ni nani nitaweza kuwajuza. Leo siku ya Jumapili tarehe 21 unagaragazwa mechi nne, ambapo mechi ya kwanza itaanza majira ya saa 9, nayo ni kati ya West Brom dhidi ya Tottenham, mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu. Mechi ya pili ni kati ya Aston Villa dhidi ya Leicester ambayo itachezwa majira ya saa 11, na ile ya tatu ni bila shaka ni itakuwa wazungu wanaitwa derby, ni baina ya Arsenal na ikichua na Man City majira ya saa 1 usiku masaa ya Afrika Mashariki. Na ile ambayo itatia tamati siku ya leo Jumapili ni mechi ambayo itagaragazwa mwendo wa saa 4, nayo ni baina ya Man U versus Newcastle, ambayo bila shaka ni mechi ambayo wengi tunaisubiri kwa hamu na gamu. Basi hivyo ndivyo ilivyo katika masuala ya EPL kule Uingereza awamu ya pili. Na tukiangalia katika habari ambazo zinagonga vichwa katika vyombo vya habari kuanzia wiki hii yote, ni kwamba ule mchakato mzima wa BBI bado unazidi kuendelea, huku milengo yote miwili, yani mlengo wa wale ambao wanaipigia debe na ule ambao kwa kiasi fulani kama wanapinga shughuli yote hii ya BBI, bado wanazidi kuchuana na kumenyana, waone ni nani ambaye anaweza kuibuka na hii BBI ama waone nani ambaye ataweza kuwa na ushindi pale hatimaye. Kwa hivyo ule mlengo ambao unaongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, alikadhalika tunaweza kumuona pia viongozi wetu wa taifa bali wakipigia debe ili uweze kupitishwa pasina kuwa na dosari yoyote. Bila shaka tunaona nao wanazunguka kila mahali katika taifa nzima, si huku mjini, kila mahali. Na kwa upande mwingine naye Ruto na wandani wake bila shaka nao ni hivyo tu, wanazunguka kila sehemu ya Kenya, huku wakiwarai wananchi wapate kuangalia yale yote yaliyoandikwa katika vijitabu hivyo ambavyo mpaka sasa wananchi hawajapata, ili wapate kujua, je, huu mswada ukipitishwa utawafaa au utawaponza. Tukitoka hapo ni kwamba katika uchambuzi walio magazetini
Kichwa kikuu katika gazeti la Sunday Nation ni Ruto, the plot to kick me out. Kwa hivyo hizo ndizo habari kuu, ambapo Ruto analia kweli kweli akisema kuna njama ya kumfurusha kutoka katika chama chake cha Jubilee. Na yeye bila shaka ukisoma hapo ndani katika kurasa ndani, bila shaka utaona ya kwamba anasema angatuki maana yake yeye alikuwa mmoja wapo waanzilishi wa chama hiki akiwa na Rais Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Habari zote hizo utasibata katika ukurasa wa kwanza na ule wa ndani pale, ukurasa wa ndani ule wa ukurasa wa 8. Kwa hivyo usikose kujisomea na pata uweze kujua je, ni yapi haya ambayo yanahusiana na the plot to kick me out, that's what to say. Then ukurasa wa 6, COVID vaccine facts and doubts. Kumbuka katika swala hili la chanjo ya COVID-19 ndio mambo mengine yazidi kuibuka kwamba pengine wengine wanasema hii chanjo itakuwa na dosari, wengine wanasema sijui nini, na kuna ule mng'ang'anio wa nchi mbalimbali ili kila nchi ikiona wao nani atakuwa kwanza kupata hii chanjo. Kwa hivyo wale ambao wanatengeneza hizi dawa wao katika ile harakati ya kufinywa sana, maana yake hao wanataka, huyu anataka chanjo, huyu anataka. Kwa hivyo kuna shida kubwa sana. Yote 9 sisi wa Kenya tungali tunasubiri kwa hamu na gamu hiyo dawa ikitolewa ili tuweze kuchanjwa, hususani wale ambao wako katika huduma ya afya, madaktari na wale wengine manesi. Na hali kadhalika tumeambiwa ya kwamba wengine ambao watanufaika katika awamu ya kwanza ya chanjo bila shaka ni askari wetu na walinda usalama na wale ambao wanafanya kazi za lazima, kazi ambazo huduma za muhimu sana, na bila kuwasahau walimu pia ambao wanatangamana na hawa vijulanga ambao inasemekana wao ndio wabebaji ili gonjwa. Na tukienda katika upande mwingine, juma hili tumeshuhudia bodi iliyopewa jukumu la kupiga msasa mtaala mpya wa CBC, na wao baada ya mazungumzo marefu, kujadiliana kwingi na kuulizana je, mambo yaende namna gani, wameamua ya kwamba kutakuwa na mitihani mitatu ya kitaifa. There will be 3 exams, national exams. Mtihani wa kwanza utafanywa na wanafunzi wakifikia awamu ama kiwango cha grade 6. Mtihani wa pili utafanywa na wanafunzi wakifikia kiwango cha grade ya 9, na ule wa mwisho utafanywa na wanafunzi wakifikia kiwango cha grade ya 12. Kwa hivyo utaona ya kwamba there will be 3 national exams which will be managed by NEC according to this wananjopo ambao waliketi wakapigia swala zima hili. Kwa hivyo bila shaka wanafunzi mkae mkijua mitihani mitatu. Ukifika grade ya 6 bila shaka utafanya mtihani. Ukifika grade ya 9 bila shaka utafanya mtihani. Hivyo hivyo mpaka grade ya 12. Kwa hivyo mambo ni kama hayo. Na nikimalizia nikija katika swala zima hili la COVID-19 ni kwamba mambo yangali ni yale yale. Ili gonjwa kuna maeneo mengine inazidi kulemea na kulemaza kabisa. Kwa mfano nchi za ughaibuni kuna mambo si mazuri sana. Na ndio maana ukisoma gazeti, ukisikiliza vyombo vya habari CNN na kadhalika, Al Jazeera, utaona ya kwamba kule kuvumbuliwa kwa dawa ya kupimwa na kupatiwa chanjo, hiyo itakuwa afueni sana kwa nchi nyingi. Maana sasa bado watu wanateseka, wengine wanaaga dunia, na bila shaka kule kuna kilio si haba. Ukilinganisha na Afrika, hapa barani Afrika mambo si mabaya sana. Maambukizi yanaendelea kwenda chini sana. Na kwa mfano hapa kwetu Kenya, hiyo jana kulikuwa na maambukizi 225 wale walikuwa wameambukizwa. Hakutangazwa mtu yeyote aliaga dunia kutokana na gonjwa hili. Na kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hapa kwetu Kenya na barani kwa jumla tunaweza kuwa na afueni kidogo, maana yale maambukizi yako chini, viwango viko chini. Cases are now becoming minimal. However, ili lisitufanye tulegeze kamba katika swala nzima hili la kufuatilia yale maagizo ya wizara. Ni lazima tuvalie barakoa kila wakati. Ni lazima tunawe mikono kwa sabuni na maji ambayo yanatiririka. Hilo lizingatiwe. Jambo la 3, mahali ambapo kuna misongamano ya epukana nao. Kwa mfano maeneo ya burudani, mabaa na hoteli makubwa, kama una shughuli weka kwako nyumbani.
hamna haja uende pale, na pengine wewe ni mmoja wapo wa wale ambao wako na shida za kiafya. Na bila shaka tumeambiwa wale ambao wako na shida za kiafya ndio wako kwenye hatari kubwa sana ya kuambukizwa. Kwa hivyo kama hatuna shughuli mahali kama hapo, mahali palipo na mazishi, kama itawezekana, epuka. Mahali ambapo kuna sherehe kubwa kubwa, kama una shughuli hapo, epukana napo, ili tupate kujilinda. Hata ukienda mahali ukute watu pengine wanapuuza haya maagizo, wewe usipuuze tu, endelea kutii, na bila shaka utanusurika. Vile vile ningependa kuwashukuru walimu katika shule nyingi sana, maana walimu wanazidi kujikaza na kujifunga kibwebwe kuona ya kwamba wanafunzi kwa jumla wanafuatilia yale maagizo. Kule kunawa mikono, kule kuvalia barakoa, kule kukaa kwa umbali wa mita 1.5 na mambo kama hayo. Kumbuka ya kwamba serikali haikujenga madarasa ni yale. Na kwa hivyo mimi nawapigia saliti walimu kwa kazi nzuri, safi sana. Asanteni sana walimu wakuu, nanyi pia mnazidi kutusaidia, mnatupatia barakoa, mnatupatia viauzi, majoto vile, mnahakikisha kuna betri za kutosha, na bila shaka tunashukuru sana. Bodi za shule vivyo hivyo, tunashukuru sana. Na tuendelee tu kusaidiana. Na bila shaka aliye juu subhana wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo na neema kubwa, bila shaka hivi karibuni atatafuta suluhisho la kulikomeleshia na kulikomesha hili gonjwa hatari sana ambalo ni COVID-19, ambayo ni homa ambayo bila shaka ni homa ambayo inaleta maangamizi makubwa sana. Kwa hivyo ninapoelekea kutia tamati, wa mara nyingi ni mikono kifuani. Please shabiki wa runinga hii ya Mafunzo New Curriculum, subscribe, like, share to many friends as possible, so that we as Mafunzo New Curriculum, we can continue to grow as a strong television. Thank you very much and continue supporting me. Yours Mwalimu Mwangangi, kwa heri ya kuonana panapo majaliwa. Ciao.